Pamoja nanyi tunamshukuru Mungu kwa wito aliowazawadia. Na nirudie kwa msisitizo, hamkuzawadiwa wito huo kwa mastahili yenu, kwa ujanja wenu, kwa umahiri wenu, au kwa chochote kile ambacho unaweza ukajivunia. Kama uko padre wa mwaka mmoja, wa miaka mitano, wa miaka 25, wa miaka 50, uko hivyo kwa sababu ya upendo na huruma ya Mungu. Uko hivyo kwa sababu Mungu amekustahilisha na amekushirikisha mastahili ya Kristo, ambaye kwa hakika ndiye kuhani mkuu wa kweli na wa milele. Kwa hiyo usijisahau. Daima mshukuru Mungu. Daima weka upya azma yako ya kumtumikia Mungu katika kanisa lake, ya kuujenga mwili wa Kristo. Na ufanye hivyo sio kwa kuburuza miguu. Ufanye hivyo kwa bidii. Ufanye hivyo kwa furaha, na ufanye hivyo kwa utayari na umakini wa hali ya juu. Haitoshi kusema najitahidi kuishi upadre, alafu naishi upadre wa kuburuza miguu. Unaamka asubuhi, unakunywa chai, alafu unaenda kutazama television. Baada ya hapo unaenda kunywa chai ya saa 4. Baada ya hapo unatazama tena television. Kwa hiyo siku yako inaenda hivyo, ni kuzubazuba tu. Hilo halikustahili. Huo sio wasifu wa padre. Padre kwa muda uliopewa, haidhuru ni miaka mingapi, shakarika, kuwa mtendaji, kuwa mwalimu, kuwa kiongozi na kuwa kuhani. Hizo ni sifa za Kristo, kuhani wa kweli na wa milele. Na pania basi kuziishi sifa hizo na kumtukuza Mungu aliyekustahilisha kuwa mmoja wa makuhani wake.